Hizi ni faida za kufanya biashara ya network marketing. Network marketing kwanza ni tofauti na biashara za upatu ama mifumo fulani unaiona mtandaoni ya utapeli kwamba ingiza watu ama nunua kitu fulani. No, hii ni biashara kama biashara zingine, ina strategy zake ambazo unatakiwa uzipate kutoka kwa wataalamu. Changamoto tunayoipitia ni kwamba watu wengi wanaifanya biashara hii wakiwa hawana taaluma ya kuifanya, wanaifanya hovyo hovyo bila kuingia katika masomo kujifunza, na hicho ndio kitu kinachopelekea watu waichukie biashara hii. Lakini hii ni biashara ambayo inaendelea kutengeneza matajiri na mabilionea wengi sana kwa sababu ya mfumo wake wa usambazaji wa bidhaa kutoka katika chanzo kimoja, maana yake ni kutoka katika kampuni kupeleka katika soko kwa wahitaji. Leo nitakuonyesha faida 8 ambazo unaweza ukazipata ukiwa unafanya biashara ya network marketing tofauti na biashara zingine za kawaida. Faida ya kwanza, faida hii ni ipi? Ni capital, mtaji mdogo wa kuanza. Kwenye biashara ya kawaida, nikikompea biashara ya duka langu nililokuwa nalo, nilikuwa na thamani zaidi ya milioni 20 ambayo nimeiwekeza pale dukani kwa bidhaa. Lakini biashara hii ya network marketing nilianza kwa mtaji mdogo tu, 1,55,000. Unaweza ukaimagine hapo. Lakini faida ya pili ni training, mfumo wa mafunzo. Katika biashara ya duka langu la kawaida traditional, sikuwa na mfumo wa mafunzo ambao kuna mtu ananifundisha namna ya kufanya. Lakini kwenye network marketing nimekutana na mfumo wa mafunzo ambao umenipa uwezo wa kufanya biashara. Faida ya tatu, leadership. Kwenye duka la kawaida sikuwa nina mfumo ambao kuna uongozi ninaupata au usimamizi wa kile ninachokifanya. Lakini kwenye network marketing nimekutana na viongozi ambao wamenijenga na kunifunza. Kwenye biashara ya kawaida namba 4, system. Haina mfumo. Unanunua bidhaa, amekuja mteja, umenunua, umeuza, imeisha, inabidi ukanunue tena uweke dukani. Lakini kwenye network marketing kuna system tunaifuata, ambayo system hii ni mambo matatu. Kuna sales, prospecting pamoja na presentation. Mauzo, namna ya kupata watu na masoko mapya pamoja na kufanya uwasilishaji. Katika faida ya namba 5, products are there. Kwenye network marketing bidhaa zipo, lakini kwenye duka la kawaida inabidi ninunue mimi nilete bidhaa. Kwenye network marketing nikianza kwa mtaji huu mdogo, sina haja ya kuwa na bidhaa 100 natembea nazo kuwatafuta wateja mtaani. Hapana. Wala sina haja ya kuwaza bidhaa hizo nikiwa nazo zikifika tarehe zake za kuexpire itakuwaje. Sina muda huo wa kuwaza, kwa sababu network marketing inanipa mfumo. Mimi ninachukua bidhaa ninapohitaji na nikiwa nina order tu, wakati duka la kawaida haifanyi hivyo. Lakini faida namba 6, testimonials are there. Huku katika network marketing bidhaa zimeshafanya kazi. Kwa mfano, kwa kampuni ambayo tunafanya nayo kazi ipo Tanzania tokea mwaka 2012. Maana yake 2026 hii ni miaka 14, kampuni ina shuhuda tayari na bidhaa zimeshasajiliwa katika mifumo tayari zinafanya kazi. Kwa hiyo wewe huna haja ya kutafuta shuhuda, zipo. Wakati kwenye duka la kawaida inabidi wewe sasa utakapochukua bidhaa uanze kutengeneza shuhuda kwa wateja, kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukapotea. Faida namba 7, market is there. Soko lipo tayari. Kwa mfano, kampuni yetu ya network marketing tunafanya nayo kazi inadili na usambazaji wa virutubisho tiba kusaidia kuboresha afya, kwa namna ambavyo mifumo ya vyakula imekuwa watu wakiwa hawaitumii pamoja na kukosekana kwa ratiba mzuri za kufanya mazoezi. Kwa hiyo mapungufu hayo ya lishe, kampuni na virutubisho ambavyo vinaongeza thamani ya afya na mtu anaweza kujikuta na kuwa bora katika kujilinda na maradhi mengine ambayo sio lazima. Lakini katika soko hili la biashara ya traditional, unaponunua bidhaa ukafungua duka, lazima wewe uweze kuwa unatafuta soko. Lakini namba 8, start anywhere. Anza popote. Kwenye duka la kawaida lazima ukodi frame, utalipia kodi. Lazima ununue bidhaa, utanunua bidhaa. Lazima utengeneze mashelfu, taa, wiring na kila kitu. Hizo gharama hizo zinaweza zikakufanya ushindwe kuanza. Lakini biashara hii unaianzia popote, kwa maana uwe Tanzania, uwe Dar es Salaam, Arusha, mkoa wowote, una uwezo wa kuwa memba na ukapata manufaa yako katika kuifanya biashara. Kwa hiyo leo tumeweza kujifunza ni tofauti gani bora katika biashara ya network marketing pamoja na biashara ya kawaida, traditional business. Traditional, kufungua duka, kutengeneza mashelfu, weka bidhaa, subiria wateja. Lakini network marketing, anza biashara kwa mtaji mdogo. Bidhaa zote kampuni inazo, huna haja ya kuweka mashelfu, huna haja ya kujistress na maframe. Kinachotakiwa wewe ni kufuata hizi kanuni ambazo umeziona hapa. Mbele yako ninaitwa Mbaraka Mbwambo, ni CEO wa Afya Bora Kipato Imara na ni mwalimu wa biashara. Ninawasaidia watu kama wewe ambao wanatamani kuanza biashara, lakini sio biashara ya kuanza kwa milioni 2, 3, 4, 5. Utapoteza pesa wewe.
Anza katika biashara hii ya network marketing iwe ni sehemu ya platform ya kujifunzia. Biashara sio ya kila mtu na sio kila mtu ni mfanya biashara. Anza katika platform hii, jenga uwezo. Ukiona unaweza, basi ndani ya mwaka mmoja, miwili, mitatu fungua duka lako na utaweza kufanikiwa. Lakini kama utashindwa kuanza biashara kwa mtaji mdogo huu ambayo inakupa platform ya uongozi na usimamizi, ndugu yangu, utapoteza muda na hiyo pesa ya kikoba utakayokopa utapata hasara kubwa sana. Nimeshuhudia watu wengi ambao wamepata hasara. Nimeshuhudia watu wengi wamefilisika kwa sababu ya kukosa mfumo kama huu. Wewe unaikutana na video hii, anza kuchukua hatua leo. Na mimi ninasema hivi, mwaka huu 2026 ama utakapokutana nayo hii video, nipo katika kufundisha watu namna ya kuifanya biashara hii kwa ajili ya kupata matokeo. Na nina vijana wengi ambao nimewasaidia, sasa hivi maisha yao ni mazuri. Wanakaa pazuri, wanatumia simu nzuri, wanakula vizuri, wanavaa vizuri. Yote haya ni kwa sababu ya kuifanya biashara ya network marketing. Asante sana kwa kunisikiliza, na unataka kuchukua hatua sasa, nipo tayari kukusaidia. Nitumie DM hapo ama katika ile fomu ambayo imekuleta hapa katika ukurasa huu. Niambie sasa tunaanzia wapi, ama nipe mwongozo. Nitakutumia fomu ya kujaza, namna ya kulipia na namna ya kuweza kukusajili kwenye mfumo ili uweze kuanza mara moja. Watu wote wenye mafanikio ni wale wanaochukua hatua za kuanza. Hauwezi kuwa na majibu ya kila kitu, lakini majibu yote yanapatikana utakapokuwa umeanza. Hiyo ndio tofauti ya watu wanaofanikiwa na watu wasiofanikiwa. Watu wasiofanikiwa kazi yao ni kuangalia ubora na kuangalia ukamilifu wa kila kitu, kitu ambacho dunia hayuko hivyo. Ndio maana hata wewe ulizaliwa huwezi kuongea, ulizaliwa huwezi kutembea, ulizaliwa huwezi kufanya kitu chochote. Ilichukua muda kuweza kula mwenyewe, kukaa mwenyewe, kutambaa mpaka kukaa na kusimama. Haukuzaliwa ukiwa unaweza kila kitu. Na hiyo ndio nature ya maisha. We are growing through the process. Tunakuwa tukiwa tuko katika hatua. Kwa hiyo ninawasaidia watu kama wewe ambao wapo tayari kuanza biashara network marketing na kampuni yetu ya BF Suma ili tuweze kuanza kupata matokeo. Mwaka huu nina kauli mbiu moja tu, inasema hivi: ni akili na sio pesa inayoweza kukupa mafanikio. Karibu nikusaidie ili tuweze kwenda pamoja katika maisha ya kesho ambayo hautakuja kujutia miaka kadhaa na siku kadhaa zijazo utakapokuwa umeona uwezo wako wa kufikiria ulivyobadilika na hata maisha yako yatakavyokuwa yamebadilika. Karibu sana, twende pamoja.